Mjadala mkali unaofukuta kati ya UEFA na FIFA kufuatia wito wa kuifungia Israel kushiriki kombe la dunia lijalo litakalofanyika mwaka wa 2026 huko Amerika Kaskazini, ikiwemo United States of America, Canada na Mexico. Kwa mjibu wa taarifa rasmi, kamati kuu ya UEFA inatarajiwa kufanya kikao chake wiki ijayo ili kuamua mstakabali wa timu ya taifa ya Israel. Ripoti zinaeleza kuwa idadi kubwa ya wanachama wa UEFA wanaunga mkono hatua ya kuiondoa Israel kwenye mashindano ya kimataifa, wakizingatia mashinikizo ya kidiplomasia na kibinadamu. Katika hatua ya kuibua mjadala zaidi, kikundi cha washauri wa Umoja wa Mataifa UN kimetoa wito kwa UEFA kuchukua hatua kali dhidi ya Israel kwa madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Na wanukuu walichoweza kukiongea: "Tunaomba UEFA itekeleze hatua ya kinidhamu dhidi ya Israel kwa misingi ya uwajibikaji wa kimataifa. Tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa imethibitisha kuwa Israel inahusika na mauaji ya raia huko Gaza", ilisema taarifa ya washauri hao wa UN. Ripoti ya tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa iliyowasilishwa mwezi huu ilibaini vitendo vinavyoweza kufafanuliwa kama uhalifu wa kivita dhidi ya raia wa Palestina, hali ambayo imezua taharuki kubwa katika nyanja za kisiasa na michezo. Hadi sasa FIFA hajatoa tamko rasmi kuhusu msimamo wake wa mwisho, huku ikisubiri maamuzi ya UEFA na mashauriano ya ndani kati ya mashirika yanayosimamia kandanda duniani. Na nadhani macho yote kwa sasa yameelekezwa kwenye kikao hicho cha UEFA ambacho kitakachokwenda kuamua je, Israel itasalia kwenye mashindano ya World Cup ya 2026 au itaondolewa. Bana, mtazamo wako muhimu sana hapo chini, sema comment kulingana na hiki ambacho kinaendelea kufukuta kati ya UEFA na shirika la mpira duniani FIFA. Bana, muhimu sana. Bana, mimi naitwa Mr. Baro, the king of all black men _ the world wide one, and that's my name.